Kwa jina naitwa Ibrahim Kamwe, wengi wameshazoea kwa jina la Big Right. Sisi tukiwa madarakani kama TPBRC tumewekwa kwa kuteuliwa na waziri kutokana na uongozi uliopita ambao ulisimamishwa kwa sababu ambazo zikisemwa kwamba ni utumiaji wa madaraka vibaya na kutokwenda sambamba na mwongozo wa katiba na kanuni zilizowekwa za TPBRC, utumiaji mbaya wa madaraka na ubadhilifu wa mali za TPBRC. Uchunguzi ulifanywa na kamati iliyowekwa, ikaonekana wana hatia ya kujibu, kwa tukawekwa sisi uongozi wa muda kupisha uchunguzi uendelee. Baada ya hapo sisi tumekaa katika madaraka kwa muda huu, tulikutana na changamoto ambazo tumekutana nazo, nyingi tumepambana nazo kuzirekebisha, zikiwepo mambo ya fixed match, mambo ya mikataba, leseni kulingana na katiba yenyewe ilowekwa na wadau wenyewe na kanuni. Kwa ufupi, tunaendelea vizuri katika uongozi wetu wa muda na wametupokea vizuri wadau na wanashukuru. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi tumegundua kwamba katiba ina mapungufu mengi. Tupo katika mchakato wa kurekebisha katiba na kanuni zake ili kwenda katika uchaguzi ujao wa kuchagua viongozi wengine wapya wa TPBRC. Kuna sitofahamu ambayo ilitokea, baadhi ya wadau hususan wafadhili ilionekana kukaa pembeni, miongoni mwao akiwa ni Azam ambaye alikuwa anapeleka vizuri kabisa mchezo wa boxing. Shida ilikuwa ni nini haswa? Pengine wadau hawajui, pengine unaweza kutuhabarisha kupitia wewe. Azam wana changamoto zao za kutumia nembo ya baadhi ya promoters tofauti na mikataba yao, lakini sasa hivi imeshakaa chini, inaenda vizuri. Kwa hiyo Azam tuna mazungumzo nao, watarudi tena katika boxing kama kawaida kudhamini, na huu uongozi mpya uliokuwepo wa TPBRC katika kuhangaika kutafuta wadhamini, tunapata wadhamini. Sasa hivi wengi wanajitokeza na mapambano sasa hivi ni mengi kulinganisha na hata hapo nyuma, ila wadhamini wa kutoa katika media ndio bado hawajapatikana. Ila kwa sasa hivi tuna wadhamini kama wale PMBet TV, PMBet wameingia katika mchezo na tunao mkataba nao kwa takriban mwaka mmoja on trial. Baada hapo na tukaendelea nao, na wapo wadhamini wengine wamejitokeza, ndio tupo katika mazungumzo nao. Kwa ufupi, mapambano sasa hivi yameshaanza kuwa mengi, yamerudi kama ilivyo hapo awali, na mapromota kujitokeza. Make mwanzo kulikuwa wanasuasua, walikuwa wanaogopa, walikuwa hawatambui uongozi. Sasa hivi wanauelewa uongozi uliokuepo, mapambano yapo ni mengi, na udhamini ndio bado tunaendelea kutafuta wadhamini na wengine wajitokeze nao kusaidiana na PMBet katika boxing. Naweza kusema mapokeo ya ujio wetu ni mazuri kwa wadau, wachezaji. Naweza kusema mapokeo ni mazuri kwa wachezaji na wadau wote wa mchezo wa ngumi, kwa sababu kwa mfano sasa hivi kuna mapambano mengi yanakuja. Mwanzo wachezaji walikuwa tayari kucheza bure. Sasa hivi sisi hatukubali mchezaji acheze bure. Mchezaji yote anayecheza boxing lazima apate malipo yoyote. Mfano kwa ujio wa PMBet ni kwamba mapambano madogo kabisa, at least bondia hata akishuka ulingoni hakosi hela ya sabuni, mafuta nyumbani, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Na ikawekwa kijibonus kwa mshindi atakayeshinda pambano kati ya bondia na bondia, kuna kuwepo na kijibonus cha ziada
kwa yule mshindi kwa ajili ya kuondoa zile fixed fight. Mabondia wengine walikuwa washakata tamaa na mchezo, wanaamua bwana tuenzetu kucheza kwa ajili ya kuuza mapambano. Sasa kuondoa hali ile, tumeweka kijibonus ambapo hamna bondia sasa hivi atakayekubali kucheza tu mimi ngoja kauze, kwa sababu hela ipo sasa hivi. Ndio nikishinda hapa mimi kuna kijibonus nje ya ule mkataba wangu. Kwa hiyo mapambano sasa hivi yanachezwa ushindani, na hali hiyo tunashukuru imeondoka kwa asilimia kubwa. Wanafurahia ujio wetu. Boxing inaelekea pazuri, tunajipanga, tunarudisha ubingwa wa taifa TPBRC katika mazingira yaliokuwepo mazuri kwa kupanga ushindani wa zoni wa kanda. Tutapata mabingwa wa kanda ambao watachezea ubingwa wa taifa, kwa watapatikana bingwa wa kiukweli ambaye ataenda kuchallenge kwenye maubingwa makubwa ABU, WBC, WBA na kadhalika, kulingana na ratings zitakavyokuwa zinaenda na uzuri. Hakutokuwepo baadaye na bondia kwenda tu kucheza ubingwa nje kiolela olela. Atakuwepo bingwa anaenda kucheza ni bondia kiukweli. Kwa kuna mkakati mzuri unaopangwa, tuipishe kwa katiba hii mpya inaokuja ikiisha, hayo yote yanakuja mazuri tu yako mbeleni mwetu. Safu ya uongozi sasa hivi iliyoteuliwa na Mheshimiwa Waziri wa Michezo ni kwamba mwenyekiti ni Mzee Emmanuel Saleh ambaye kesha ikuwa rais wa chama cha ngumi za kulipwa miaka zaidi ya 30 iliyopita. Alifanya vizuri kwa wakati wake, wamemrudisha katika hii kamati ya mpito akisaidiwa na makamu wake Alex Galinoma, ni mzoefu wa mambo ya michezo, yupo katika gofu na kesha alikuwa promoter wa mambo ya ngumi. Yupo Gordon Sajigwa ambaye ni mzoefu zaidi katika mambo ya michezo akiwa kama katibu mkuu wa sasa hivi wa TPBRC. Na tukiwa na wajumbe Shafi Dauda, Alex Ibrahim Kamwe ambaye ndio mimi mjumbe, pamoja na Patrick Nyembela. Mimi nikushukuru sana, tutaenda kujuzana kwa hatua kwa hatua jinsi mnavyoendelea kurudisha boxing kwenye hadhi yake. Tunashukuru sana kwa ujio wenu nyinyi wanahabari, na ninakukaribisha uje pale katika ofisi zetu mpya uone maboresho yetu yalokuwepo ya sasa hivi. Ipo Ilala Boma katika jengo la NSSF ghorofa ya 14. Karibu sana pale, na utapata wasemaji wa habari hizi watakufahamisha zaidi na zaidi kuhusiana na nini kinachoendelea katika ngumi. Karibuni sana. Asante sana.